Hallelujah. Yeah. Ole wa dunia na bahari mana iblis ameshushwa kwenu. Elelele. Somo letu linaitwa siku ya upweke. Siku ya upweke. Siku ya upweke ni siku ambazo kila mwanadamu anakabiliana nazo ulimwenguni. Mara baada ya Yesu kuondoka duniani, na kwa maana ya kufa na kuzikwa, siku yake ya pili ambayo ilikuwa ndiyo Sabato ya leo, watu wengi, au niseme kwamba watu wote kwa ujumla, wale wanaompenda na wale wasiompenda, wote walikuwa katika mshangao kwamba ni kweli imefanyika? Ni kweli yule aliyekuwa anafanya maajabu na nini ameondoka kweli? Imekuwa kweli? Na wanafunzi nao walitekewa na kushangaa, kwa sababu hawakuamini zile ahadi za ufufuo. Ndio maana hata wakati anafufuka, kila anapotokea ulikuwa ni mshangai, ni kweli imewezekana? Hata zile ahadi hawakuwa wanaziamini. Mpaka dakika ya mwisho walikuwa wanatamka ya kwamba inanipasa nimalize mwendo kwa njia hii, na baada ya siku 3 nifufuke. Alikuwa anaeleza wazi. Lakini utagundua kabisa ya kwamba bado hawakuwa wanaamini au wanaelewa kile anachozungumza. Tunaweza tukawalaumu kwa sababu sisi hatukuwepo wakati huo. Na sisi pia katika nyakati hizi tulizo nazo, sauti ile ile ambayo ilikuwa inazungumza na wanafunzi ndio inayozungumza na sisi kupitia neno lake. Mpaka leo yako mambo mengi ambayo mtu aliyeokoka anapata shida kuamini. Hata wakati watu wanashuhudia, wanatoa shuhuda mbalimbali kanisani, yani mtu mwingine anashangaa, huyu anatunga tu. Huyu anatunga tu. Yani hawaamini hata yale matendo makuu ambayo Mungu amemtendea mtu anashuhudia. Inaonekana kama vile mtu anatunga. Kwa hiyo ile miujiza ambayo Yesu alisema mkiniamini mtafanya makubwa hata zaidi ya haya niliyofanya, bado hayaaminiki katika utendaji anapodhihirika leo. Sasa turudi kwenye hii siku ya pili mara baada ya kuzikwa. Siku ya ukimya, siku ya upweke. Watu wamejikunyata, maana wanaona kwamba sasa ameondoka Mwokozi wetu. Hawajui tumaini la ufufuo, yani haliaminiki. Kwa hiyo basi watu wapo katika hali ya kukata tamaa. Watu wanawaza na kuwazua, wanatafakari, wamejiinamia chini. Kama ni kuongea, basi ni maongezi ya kuonyesha ya kwamba sasa itakuweje. Na haya ni maisha ambayo tunakutana nayo kila mmoja, katika biashara au katika miradi mbalimbali. Hali imetokea ya mkanganyiko, mtaji umekatika, mambo yote yameharibika. Kwa hiyo hauna chochote cha kutegemea kwamba sasa utafanya nini. Kwa hiyo unaingia kwenye dimbwi la mawazo, unatafakari, hivi nitakopa wapi sijui mtaji, hivi sasa ndio narudi kijijini, hivi sasa ndio nakwenda. Kwa hiyo mawazo mengi yanakuja kupitia changamoto ya mtaji na biashara. Kadhalika katika maisha yote kwa ujumla, kila eneo la kimaisha linapokwenda mlama, ndivyo isivyo, lazima uingie katika kuwaza. Kwa hiyo siku kama ya leo ilikuwa ni siku ya upweke, siku ya kuwaza, ya kutafakari.
wakati wengine wapo katika tendo hilo, askari na wale waliokuwa wametumika katika nguvu zote na za kuweza kusababisha na kuachilia kusulubiwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, walipoanza kujadiliana, walisema maneno yafuatayo. Mathayo 27 mstari wa 62 mpaka ule wa 66. Walianza kujadili maneno haya, wakasema kama ifuatavyo: hata siku ya pili ndio iliyo baada ya maandario, wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakamkusanyikia Pilato. Wakasema, Bwana, tumekumbuka kwamba yule mjanja alisema alipokuwa akali hai, baada ya siku 3 atafufuka. Basi amuru kwamba kaburi lilindwe salama hata siku ya 3, wasije wanafunzi wake wakamuiba na kuwaambia watu amefufuka katika wafu, na udanganyifu wa mwisho utapita ule wa kwanza. Pilato akawaambia, mna askari, nendeni mkalilinde salama kaburi mjuavyo. Wakaenda wakalilinda kaburi salama kwa kulitia lile jiwe muhuri, pamoja na wale askari walinzi. Haya ni moja ya maandiko yanayoonyesha sasa ile siku iliyofuata nini kilizungumzwa. Ndio maandiko muhimu sana pia yanayozungumza baada tu ya kuzikwa na siku iliyofuata nini kilifuata. Kwa hiyo katika ile siku ya upweke, siku ya ukimya na utulivu, kilichofuata ni hiki: askari wanaandaliwa, wanakwenda kulinda kaburi. Kwa hiyo hawakulinda siku ile tu ya kuzika, ilikuwa ni siku iliyofuata. Wakati watu wanatafakari kwamba huzuni imegubika mioyo, maisha ya watu wanafikiri itakuwa kuweje sasa, ndio mwisho wetu wa yale tulikuwa tunayatumaini na kuyazungumza, nani atakayetusaidia? Mioyo ya watu imekata tamaa kabisa. Haya ni maisha ambayo kila mtu lazima uyapitie duniani. Iwe ndani ya ndoa, iwe shuleni, uko kwenye chumba chako cha mtihani, unatafakari, uko peke yako. Maana upweke hasa unakuwa na maana, na kule kutafakari kunakuwa na maana unapokuwa peke yako, huna kumuuliza swali. Uko kwenye chumba cha mtihani, wewe na kalamu yako na daftari lako, sio na pepa yako, huwezi kumuuliza yoyote. Unaanza kutafakari sasa, ugumu huu majibu yake nitayapataje? Nakumbuka kwenye zile notes zile nilisoma, lile eneo la chini lile lilikuwa na jibu hapa sijui inaweza kawa nini. Kwa hiyo hauna wa kumuuliza. Sasa ni kuwaza na kuwazua tu, ni kutafakari. Kwa hiyo siku ya upweke ni siku ya kutafakari, ni siku ya kuwaza na kuwazua, siku ya upweke. Adamu alipokuwa katika upweke, ndipo alipoletewa msaidizi. Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe pweke, nitamletea msaidizi. Kwa hiyo kumbe wakati wa upweke kuna neema ya Mungu inafanya kazi kama utatafakari vizuri. Neema ya Mungu itafanya kazi. Utapata majibu kutegemea na ile tafakari yako unayotafakari ni nini. Kutatokezea majibu. Maandiko yanatupa picha nzuri sana tunayotakiwa kuifanya katika kutafakari. Katika Yoshua
sura ya kwanza na ule mstari wa 8, anasema yatafakari maneno haya ya Torati usiku na mchana, ili ujue kutenda sawasawa na yote yaliyonenwa, ndipo njia yako itakapofanikiwa na ndipo utakapositawi sana. Anaeleza mambo mawili ya kiroho na ya kiuchumi, kwamba mwendo wako wa kiroho ndipo utakapokuwa thabiti. Utajua unafanya nini, unaabuduje, unatendaje kazi kupitia jukumu lilonalo. Utajua kupitia kutafakari neno la Mungu. Kadhalika masuala ya kiuchumi, anasema ndipo utakapostawi, utakapowanda. Kwa hiyo baraka za kiuchumi pia zinategemea kutafakari neno la Mungu. Kuna ahadi kede na Mungu anasimamia neno lake apate kulitimiza. Kwa kile unachokijua ndicho ambacho kitasimamiwa na Mungu kutendea, na ndicho ambacho kitakuwa pia kiboko kwa kumwadhibu ibilisi anayejaribu kuchungulia uchumi wako na maendeleo yako yote kwa ujumla. Kwa hiyo lazima ulijue neno la Mungu, ulitafakari. Twende katika Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati wa kwanza na ile sura ya 16 na ule mstari wa 9. Anazungumza pia habari ya neno kutafakari. Tumeona jinsi ambavyo huko nyuma watu walivyotafakari kwa kuwaza kwamba nini kitakachotokea kwa Bwana wetu Yesu Kristo ameondoka, sasa tutafanya nini? Na tumeona jinsi mtu anavyoweza kuingia katika tafakari katika majukumu mbalimbali ya kimaisha. Watu wanapofiwa, mtu amebakia mjane au yatima, hao ni miongoni mwa watu ambao wanaingia katika tafakari kubwa, kwamba huyu alikuwa mzazi wangu, ndiye aliyekuwa ananisomesha, sasa ameondoka. Mtu anaanza kuwaza na tafakari, nitaishije? Wengine wanafika mahali wanakata tamaa, basi inabidi waache shule, wengine waache majukumu na kazi walizokuwa wanafanya, maana mtu aliyeondoka ndio aliyekuwa tegemeo. Kwa hiyo ni kipindi cha upweke. Jana anabaki, mara nyingine amebaki na familia, watoto, watasomaji, wataishije? Watoto wengine wanaanza sasa kukimbia mitaani, wanaanza kuwa machokola, wanalala mitaroni, hawana sasa mtu wa kutoa sauti ya kuwakemea. Basi mzazi ameondoka, baba ametoka, kama ni mama ameondoka, basi upweke nao huo unaweza kusababisha baba naye akaiacha familia ikawa shagarabagara, hawezi kusimamia matunzo. Kwa hiyo upweke una vitu ambavyo kama hautakaa katika tafakari njema, unaweza ukapata pia hasara kubwa na future yako yote ikaharibika. Lakini ukiutumia vizuri upweke kwa kutafakari na kuivuta nguvu ya Mungu, utaona jinsi ambavyo Mungu anashughulika na maisha yako. Kwa sababu kutafakari ni sawasawa na maombi. Ni moja katika vigezo niseme, au ni njia ambazo Mungu ameziweka za kukutana na mwanadamu. Mtu anapotafakari, Mungu humtokezea kwenye hiyo tafakari. Kumbuka yule tajiri mkubwa duniani ambaye hajawahi kutokea na hatatokea. Kilichomfanya aingie katika ule utajiri ni nini? Kitu kikubwa moja ambayo ni chanzo ni ile tafakari. Alikuwa akitafakari usiku na mchana, kazi hii nitaitimiza katika kiwango cha bora kwa lini na kwa namna gani? Akawa nawaza sana. Hata siku Mungu amemtokea baada ya kuwa ametoa sadaka zake nyingi. Usiku huo Mungu akamtokea, Suleiman, omba chochote nitakupa. Suleiman akaomba, naomba hekima na maarifa. Mungu akashangaa
akasema, kwa kuwa neno hili limetoka moyoni mwako. Maana yake katika tafakari, neno hili maana yake lilikuwa moyoni mwako, lilikuwa linakukereketa, ulikuwa unalitafakari sana, ulikuwa unaliwaza sana, hiyo umepata. Kwa hiyo nitakupa na mengine ambayo hata hujaomba wala nini. Lakini kule kutafakari kulimfanya aweze kuomba kitu sahihi kilicholenga shabaha. Na hapo ndipo Yesu alipofundisha pia, unajua wakati ule wa sala akasema kwamba wakati wa jinsi ya kuomba, akasema unapotaka kuomba, nenda kwenye chumba chako cha ndani uombe. Baba yako aonaye sirini atakujaza. Chumba cha ndani ambacho Yesu alikuwa anazungumza ni habari ya kuomba kitu kinachotoka ndani ya mzigo, ndani ya tafakari. Unajua unaomba nini? Hata mtu akikushtua tulikuwa naomba nini unataja. Si utaanza kufikiria, unaanza kutafuta. Maana ni kitu ambacho kinakukereketa. Ni kitu ambacho ni mzigo ndani yako. Unaomba kutoka chumba cha ndani katika tafakari, lile jambo limeiva ndio kutoka moyoni. Sio vile vitu vya kuiga, niliona yule ana gari, Mungu na mimi naomba gari. Kiona ana hii, naona ile nyumba, Mungu naona nyumba ya kisasa hivi. Yaani mtu tu anatamani tu. Lakini sio vitu ambavyo anajua kwa nini anaomba. Yakobo 4:3 anasema mnaomba vibaya ndio maana hampati, mnaomba kwa tamaa zenu. Kwa hiyo maombi yanayotokana na kutamani tu, lakini hayana sababu, hayana shabaha ya kina kwamba kwa nini huyu mtu anaomba jambo fulani. Lakini unapokuwa umetafakari, unajua. Ndio maana wale watu tunapowafungisha ndoa, kanuni ambayo nimekuwa nikiitumia ni kuwakaririsha, kuwapa yale maneno ambayo huwa wanaongozwa wakati wa kutamka, wakati mtakuwa hivi na hivi, yale ule ukiri. Ninawapa ule ukiri mapema, waanze kuutafakari. Alafu wanaposimama hapa mbele wazungumze, badala ya mimi kuambia sema hivi, waseme wao. Mtu atamke kwa maana ameshakariri, ameshatafakari, amejua ule ukiri, anaokwenda kuweka agano la ndoa kwamba nitafanya nini. Sio kitu ambacho amezungumza tu, amepewa tu kusema hata ajui anasema nini. Kwa hiyo awe na muda wa kukitafakari. Ndio maana yangu hasa ya kuambia kwamba hata kama utasema maneno machache lakini yatoke moyoni mwako. Unaweka agano la ndoa. Utamke na. Alafu mimi wasa nitaweka mkono na kufungisha hiyo ndoa. Kwa hiyo kuwa na muda wa kutafakari vitu viweze kusemwa kutoka moyoni katika usahihi. Sasa katika Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 16 mstari wa 9 anasema, Mwimbieni kwa zaburi, zitafakarini ajabu zake zote. Zitafakarini ajabu zake zote. Matendo yote makuu ambayo Mungu ametenda, maajabu yake muyatafakari. Kwa siku ya upweke ni siku ya kuwaza na kuwazua. Ni siku ya kutafakari vitu. Zaburi ya 77 na ule mstari wa 12 pia anazungumza habari ya tafakari, kutafakari. Zaburi 77 mstari wa 12 anasema, pia nitaitafakari kazi yako yote, nitaziwaza habari za matendo yako. Nitatafakari kazi yako yote, nitawaza juu ya matendo yako, jinsi matendo yako yalivyo, unavyofanya na nini, na kazi yako ulivyoumba sisimizi wanavyotembea. Unawatazama, unaanza kuwaza Mungu alivyoumba hawa ili wafanye nini, wawe na faida gani, kazi yao wanafanya nini. Sisimizi kadogo tu, kidogo kakiingia kwenye mkonga wa tembo mnyama mkubwa, sisimizi akiingia kwenye ule mkonga atajipiga chini mpaka tembo anakufa.
Sisimizi wana uwezo wa kuua tena. Kadogo unatafakari matendo makuu ya Mungu. Kamea kanavyopandwa, kambegu kadogo sana kama kamchicha, alafu kanakuwa linakuja kutokea limbuyu, ni mti likubwa, limti mpaka nyuni wanakaa, ndege wanakaa. Mungu ajabu. Alitengeneza mbegu. Unapanda kama muhindi kamoja, tunatokea naweza katoa hata mahindi matatu, lakini alipanda kama mbegu kamoja. Jinsi ambavyo zile mbegu zinaongezeka, ni ajabu. Yaani Mungu mwana sayansi wa ajabu. Kwa hiyo unatafakari matendo makuu ya Mungu, uumbaji wake, utendaji wake. Kwa hiyo kule unavyotafakari, hayo ni maombi. Kuna vitu vinaachiliwa katika ulimwengu wa roho, vinakuja kwako. Nitakuonyesha muda sio mrefu. Zaburi ya 119 na ule mstari wa 15. 119 mstari wa 15 anasema, na thamani ina thamani. Zaburi 119 sura mstari wa 15, nitayatafakari mausia yako, nami nitaziangalia njia zako. Kwa hiyo mausia ni sawasawa na neno la Mungu, yale ambayo Mungu ameyasema. Unaweza kaita mausia, unaweza kaita neno la Mungu. Zile ahadi ambazo ameahidi, unaweza kuziuta ni neno la Mungu, kuziuta ni mausia. Tuende pale mbele kidogo, Zaburi ya mstari wa 148 anapozungumza kuhusu kutafakari ahadi. Zaburi ya 148 anasema, yani mstari sura hiyo 119, lakini mstari ndio 148. Macho yangu yalitangulia makesha ya usiku ili kuitafakari ahadi yako. Akatumia usiku kutafakari ahadi. Ndio maana tunaposisitiza soma Biblia. Tenga ahadi zinazotokana na mahitaji mbalimbali ulionayo. Ziko ahadi zinazohusu nchi. Ziko ahadi zinahusu masuala ya familia, masuala ya ndoa, masuala ya masomo, masuala ya kilimo, masuala ya biashara, masuala ya kila kitu. Kuna ahadi ambazo Mungu ametoa. Kwa hiyo unaanza kuzitafakari zile ahadi. Tendo la kutafakari zile ahadi ni maombi. Kwa hiyo Mungu anakunyeshea jibu katika yale unayoyatafakari. Hebu tuone katika Wafilipi hasa. Wafilipi sura ya 3 na ule mstari wa 15. Ndipo anapozungumza kwamba kutafakari ni sawasawa na maombi. Kupitia kutafakari Mungu anakufunulia, anakuletea ufumbuzi wa jambo ulilokuwa unalitafakari na zaidi. Wafilipi 3:15 anasema, basi sisi tulio wakamilifu na tuwaze hayo. Ameorodhesha yako kujua kwa ambayo tujayasoma. Na hata mkiwaza mengine katika jambo lolote, Mungu atawafunulia hilo nalo. Katika jambo lolote Mungu atawafunulia hilo nalo. Kwa hiyo mahitaji na mambo mbalimbali tulionayo tunapaswa kuwaza, kuyatafakari, ili kutengeneza shauku ya kuyapokea, na Mungu anatoa majibu. Kwa hiyo mambo yoyote yaliyo mazuri, kwa sababu ukianza kuyatafakari yale mabaya yanayotafsiri kushindwa kwa mtu, kuonyesha kwamba kuna mambo haya ni magumu, asijui kama yatawezekana, itakuwa kuweje. Yaani ukianza kutafakari kushindwa ule ubaya, maana yake unatengeneza ujazo katika moyo wako, na mtu huyanena ya ujazayo moyo wake. Kwa hiyo ile tafakari inatengeneza ujazo, na ndio maana ule ujazo ukiomba
ndio inakuwa imani ya mtu. Maana yake ndani kumejaa, mtu anatamka kwa imani sasa. Kwa hiyo yakijaa hofu na mashaka, ukitafakari ile ya kushindwa, maana yake hofu inaujaza moyo. Kwa hiyo maana yake kizuizi cha kupata majibu kinakuwepo. Tuone sura ya 4 wa Filipi. Na ule mstari wa 8. Anasema hivi. Wa Filipi 4 mstari wa 8 anasema, hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, 1, yoyote yaliyo ya staha, 2, yoyote yaliyo ya haki, 3, yoyote yaliyo safi, 4, yoyote yenye kupendeza, 5, yoyote yenye sifa njema, 6, ukiwepo wema wowote, 7, ikiwepo sifa nzuri yoyote, 8, yatafakarini hayo. Yatafakarini hayo. Yawazeni na kuwazua hayo. Maana yake ndani yake mtapata ufunuo, ndani yake mtapata ushindi, mtapata majibu. Msianze kuwazia yale mambo ambayo mnaanza kuyatafakari. Tafakarini mambo mema yoyote yanayotafuta ushindi. Waebrania ile sura ya tuanze Timotheo wa kwanza 4, alafu tutamalizia Waebrania. Timotheo wa kwanza 4 mstari wa 15 anazungumza kuhusiana na kutafakari hasa yale mambo mazuri yanayotokana na Mungu. Anasema uyatafakari hayo, ukae katika hayo, ili unaona majibu yake sasa, ili kuendelea kwako kuwe dhahiri kwa watu wote. Unaona kumbe msaada au nguvu ya kimungu ya kufanya uweze kuendelea mbele inazalishwa na kule kutafakari. Kwa kipindi cha upweke, kipindi cha faragha kwa mtu peke yake ni kizuri sana, kinakuzalishia tafakari ambayo itakupa mafunuo kama tulivyoona katika Wafilipi. Mungu atakufunulia, itakupa majibu. Tafakari. Waebrania 3 mstari ule wa kwanza pamoja na 12 mstari ule wa 3 pia anazungumza jambo zuri sana. Waebrania 3:1 anasema, kwa hiyo ndugu watakatifu wenye kuushiriki mwito wa mbinguni. Hapo amezama kabisa kuonyesha ile hali ya kiroho kabisa ya mtu wa Mungu aliyeokoka kweli kweli. Anasema mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu, Yesu. Yaani tumtafakari Yesu. Unakaa unawaza na kuwazua juu ya Yesu. Jinsi unavyoendelea kutafakari, utapata utendaji wake, nguvu yake, jinsi anavyokupenda, jinsi anavyoweza, yaani ukitafakari. Lakini kama upo tu, maisha yako yote hayana muda wa kukaa na kutafakari. Uko busy. Akili yako iko busy kwenye mambo ya dunia tu. Lakini juu ya vipande vile vya kimungu vya kutafakari mambo ya Mungu unajikuta haupo. Utaendelea kuwa katika ufinyu na kupata hasara pia mambo mengi. Mahali ambapo litakiwa upewe macho ya kuona, basi unajikuta bado uone kwa sababu hujatafakari ili ufunuo uingie. Sura ya 12 mstari wa 3 anasema hivyo Waebrania. Anasema 12 mstari wa 3, maana mtafakarini sana yeye aliyeyastahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkazimia mioyoni mwenu. Kwa hiyo hapa anaturudisha sasa kwenye Pasaka. Anaturudisha kwenye Pasaka kwamba katika kipindi hicho cha upweke ambacho tayari Mwokozi ameshatundikwa msalabani, anasema tutumie muda huo kutafakari uvumilivu aliotumia katika mateso, katika masumbufu yote, jinsi gani ambavyo amevumilia.
wenye simu zile za kuingia kwenye WhatsApp utaona kule nimekutumia yale mateso ya Yesu, jinsi alivyoteseka. Kwa hiyo na akawa amevumilia. Kusoma katika Wafilipi sura ya 2 mstari ule wa 4 mpaka wa 11, anaposema kwamba tumuige yeye, anasema alinyenyekea mpaka mauti ya msalaba. Yaani unyenyekevu wake mpaka mauti ya msalaba, akafa kifo cha aibu, mauti ya msalaba. Sasa anasema tumtafakari yeye ambaye alivumilia namna hiyo. Sisi tunapokutana na mateso na hizo changamoto, je, tunavumilia ili tuweze kupata ushindi? Kwa hiyo anasema tumtafakari kama aliweza kushinda. Kwa hiyo ule muda wa upweke wa ukimya tulionao tuutumie katika kutafakari, na tutauona mkono wake Mungu unaotupa sasa ushindi katika yale ambayo yamejiri kupitia tabu, masumbufu tunayokutana nayo, kwamba uvumilivu ni muhimu sana. Kuvumilia hata mwisho. Atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Wengi walioshindwa kuvumilia wamepata hasara. Walianza wametumia gharama nyingi, mtu ameshindwa kuvumilia, amefikia katikati, amekata tamaa, yote yale aliyojenga, aliyofanya yote na kuwa imebomoka, imeharibika yote, hana chochote. Kumbe angelivumilia tu kwa muda mdogo, angeweza kupata ule ushindi. Yakobo anatoa mfano wa uvumilivu kule katika Yakobo sura ya 5 na ule mstari wa 7 mpaka wa 11, anasema mkulima huwa anavumilia mvua ya kwanza mpaka inayofuata mpaka kwenye kuvuna. Anasema mchukueni hata mfano wa Ayubu alivyovumilia. Chukueni mfano wa mkulima ili muweze kuvumilia. Kwa hiyo usione mateso yamekuwa mengi, usione kukata tamaa kumekuwa kwingi, alafu ukakata tamaa ukaachia njiani yale ambayo ungeliweza kupata kufanikiwa kushinda. Kwa hiyo uvumilivu. Kwa hiyo tunaambiwa tumwangalie Bwana wetu Yesu Kristo alivyovumilia. Mateso sio starehe, mateso ni mtu anatamani njia gani atakimbia, afanye nini. Mateso ni machungu, ni maumivu. Na hasa ukilinganisha mateso aliyopata Bwana wetu Yesu Kristo kwa kuchukua dhambi ya ulimwengu mzima, haikuwa mateso ya kawaida, lakini alivumilia. Kwa hiyo kama Bwana wetu alivumilia, wewe na mimi tuna msimamo gani katika uvumilivu? Kazi ya Mungu tunayoifanya ina changamoto za kutosha, ina majaribu ya kutosha. Kwa sababu Ibilisi anajua kabisa kwamba ukishakata tamaa tu basi ameshafaidika. Lile eneo ambalo ungeliwasaidia watu wengi basi umeshakikimbia. Kwa hiyo basi kazi imeharibika, inadorola kwa sababu umeiacha kazi ya Mungu. Wako watu wengi wameacha kwenye idara mbalimbali, kwenye utendaji kazi wa huduma, vipawa, mpaka watu wanaona ni wewe tu. Yaani wewe tu ndio na kumbe kipawa hauwezi kukifananisha. Kipawa ni mtu anachopewa yeye kama jicho. Kwa hiyo huwezi kumlazimisha awe kama kidole. Kwa hiyo inakuwaje wewe hivi tu, inakuwaje wewe hivi? Ndio sehemu yake ambayo Mungu amempa tende. Kwa hiyo akitaka kujifananisha na wengine, maana yake atakosea. Atafanya kwa uvivu, atafanya kwa kulipua, ataona watu watanisemaje. Sasa inahitaji uvumilivu ili uweze kuvuka, ili uweze kushinda, kufanikisha ile vita iliyo mbele yako katika huduma unayoifanya. Bwana wetu Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tayari tunayo kazi na jukumu katika upweke huu kutafakari, nitawaleta watu wangapi kesho? Nitawaleta watu wangapi kwa Yesu waweze kusherekea nao katika roho kwamba wameokoka katika Pasaka hii? Nitawaleta watu wangapi wakati watu wamezama katika ulimwengu, wanawaza tu mapombe, wanawaza ukahaba, wanawaza mawizi,
nyofoe wapi? Halafu neno la Mungu linakuja linatua kwenye moyo wake. Anajuta, anajisikia vibaya, anasema niko tayari kuokoka. Kwa hiyo Bwana Yesu anapokutazama anasema, mwanangu ameitimiza Pasaka. Nilikuja kufa na kufuka ili kuokoa mwanadamu. Tayari ametimiza jukumu na agizo ambalo nilimkabidhi. Kwa hiyo itakuwa ni furaha kubwa mbinguni. Itakuwa ni sherehe kubwa ya kiroho itakayofanyika mbinguni na duniani pia. Nitamshukuru Mungu sasa, na tutakuwa tumefikia mahali pa kwenda kuishiriki tafakari hii iweze kuzaa matunda katika jina la Yesu Kristo. Mungu Baba yetu uliyetuchagua ukatuweka katika heshima hii ambayo ulimwengu unapiga sauti kwa mtu wa Mungu aliyokoka kikamilifu. Tu anashangaa anawezaje kushinda dhambi, anawezaje kuishi maisha matakatifu. Ulimwengu unashangaa, maana upo kwenye vifungo vya dhambi. Wameshindwa kutoka, wametumia fedha, wametumia imani za kidini, wametumia hata ushirikina ili waache dhambi mbalimbali, wameshindwa. Lakini kwa kufa na kufufuka kwako Kristo, umetupa kuwa juu ya dhambi zote. Hakuna inayeweza kufurukuta katika maisha yetu. Bwana, umetupa ushindi wa ajabu. Umetupa mamlaka ya kuamuru mapepo yanayowatesa watu na mali zao. Tunayaamuru kwa jina la Yesu, yanakimbia, yanatomoka. Watu wanafunguliwa na kuweka huru. Tunayaamuru magonjwa yaliyokuwa sugu kwenye miili ya wanadamu yanatoka kwa jina la Yesu. Ni kwa sababu ya ukombozi uliofanyika kwa damu ya thamani ya Kristo. Mungu Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwamba umetupa ujasiri na ushindi huu tunaotembea nao usiku na mchana. Maadui wanakuja tukiwa tumelala ili kuja kuleta ulozi na uchawi na wizi. Wanakuta malaika wametuzingira tulipolala katika majumba yetu. Wanakimbia maana wamekuta ulinzi wa ajabu. Wanashangaa ni kwa namna gani tunalindwa namna hii. Na kushukuru Mungu kwa kutupa wokovu huu kupitia uzao wa siku ya Pasaka ambayo inaashiria kufa na kufuka kwako kwa ajili ya roho ya mwanadamu. Tunajiweka mikononi mwako katika siku mpya leo tena.